Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya 11 aya ya 27 hadi ya 28. Ikawa Yesu alipokuwa akisema, mwanamke mmoja katika mkutano alipaza sauti yake akamwambia, heri tumbo lililokuzaa na matiti uliyonyonya. Lakini yeye alisema, afadhali heri walisikiao neno la Mungu na kulishika. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Wapendwa wana familia ya Mungu, wazazi wanao wajibu wa kuwalea vema watoto wao, kuwalea katika maadili stahiki. Na tukumbuke malezi ya mtoto yanaanza akiwa angali tumboni, kisha anapozaliwa na katika makuzi na majiundo yao, hasa katika imani msingi, ili watoto hawa wakikuwa katika misingi ya imani na kumpendeza Mungu, matunda au mafanikio wanayoyapata kupitia malezi ya wazazi wao, sifa zinarudi kwa wazazi wao. Watasema, heri wazazi wa mtoto huyu, heri waliomlea mtoto huyu. Ndivyo hivyo ambavyo mama yetu Bikira Maria anapata sifa kutokana na matendo ambayo ameyatenda Bwana wetu Yesu Kristo katika kufundisha kwake, kuenenda kwake. Waliona ni kijana mwenye kufaa. Ndio maana huyu mama katika Injili tuliyosikia leo akasema, heri tumbo lililokuzaa na matiti yaliyonyonya. Kumbe wazazi tunao wajibu mkubwa wa kuwalea vema watoto wetu kwa ajili ya ustawi wa kanisa, kwa ajili ya ustawi wa jamii, kwa ajili ya ustawi wa ulimwengu mzima. Changamoto tunazokuwa tunazipitia katika maisha yetu, changamoto tunazokuwa tunazipitia kwa watu wasiotenda haki, viongozi wasiotenda haki, watu wasiotenda vilivyo vyema, bado lawama au kutowajibika ni kwa wazazi. Laiti wazazi wangewajibika vema, tungekuwa na taifa lililo jema, taifa lililo bora, taifa lenye haki, taifa lenye amani. Kwani wale waliopewa dhamana wamelelewa vema na wazazi wao. Wazazi tuna wajibu wa kuwalea vema watoto wetu, ili sifa kama alizopata mama yetu Bikira Maria kwa sababu ya utendaji wa Bwana wetu Yesu Kristo waweze kuzipata wazazi wetu. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima.